siku ya Mwalimu Nyerere, tunapomkumbuka baba wa taifa, tunatafakari pia juu ya nchi yetu na usitawi wa Tanzania kwa ujumla wao. Tunatafakari katika nchi yetu katika historia yake na masuala ya uchaguzi mkuu. Ndugu zangu, tukio la uchaguzi mkuu ni tukio la kikatiba, kwani hapo ndipo wananchi hutegemewa kuwapa waliowachagua dhamana ya kutawala na kuongoza nchi. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kuwa mamlaka ya nchi yamo chini ya wananchi na serikali huwajibika kwa wananchi. Serikali ikiwa na wajibu wa kulea na kuleta usitawi wa watu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambayo ninaiongoza, kwa kulitazama tukio la uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025, inasikitishwa na hali inayoendelea bila kusitishwa ya kupotea na kutekwa watu. Utekaji huu unaonekana unaendeshwa kwa mpango wa kikundi maalum ambacho kinatekeleza uovu huu sehemu mbalimbali za nchi yetu. Utekaji huu umepelekea ulinzi wa haki ya uhai, ambayo ni haki ya msingi, kupotea, kwani hatusikii walio hapa kulinda uhai wa Watanzania kulaani au kukomesha huu utekaji na kutoweka kwa watu. Ni takriban zaidi ya miaka miwili matukio haya yamezidi kukithiri na kuwafanya Watanzania wajiulize, iweje watekaji hawa wawe na nguvu kuliko vyombo vya ulinzi wa watu na kuliko wale wenye mamlaka ya kuwaletea watu matumaini ya kuishi na usitawi wake. Dalili za kukomesha utekaji hazionekani, wala hatusikii kulaaniwa kwa matukio hayo. Ikumbukwe kuwa uhai wa kila mwanadamu unadhihirisha utukufu wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu ni kiumbe wa pekee ambaye hakuna mwenye haki au mamlaka ya kumwondolea uhai wake.